Naam, habari wakati huu. Bila shaka hujambo. Hapa ni katika viwanja vya kanisa la Waadventista Sabato Ngambo, kanisa lililopo mtaa wa Ngambo, yani ni katika wilaya ya Biharamulo. Ngambo SDA hizi hapo ukitazama, unaweza ukatazama hapa ni Ngambo SDA Church. Moja kwa moja sasa twende tukatazame nini kinaendelea hivi sasa, maandalizi yakoje. Naitwa Revocatus Mugusi. Wewe hapa unahusika kama nani? Hapa ni mwasibu na mwazini wa shughuli inaendelea hapa. Ndio ya maandalizi haya. Maandalizi haya ni kwa ajili ya uzinduzi au uwekwaji wakifu wa albamu yetu namba 3 inayosema Mshindwa wa Mbinguni. Kwa hiyo unachoona hapa ni maandalizi yanaendelea, kazi zinaenda vizuri na tunatarajia kesho kuwa na ugeni mkubwa. Tuna kwaya nyingi zitakuwepo. Johnny nyote msumbukao na uhaba wa nyimbo, kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Ngambo watakuwa na uzinduzi mkubwa kweli kweli. Tutakuwa na watu wengi watakuwepo. Watu wanakuja kuweka alama kwa ajili ya kazi hiyo. Unajua tunapofanya uzinduzi ule tunategemea kushughulikia hili kanisa, kuhakikisha linawekwa vioo. Tuna kisima cha ubatizo pale kinafanywa kazi, lakini pia tuna mimbari hapa pia itafanywa kazi. Kwa hiyo tunategemea kwamba tutafanya kazi kubwa nzuri, na kwa neema ya Mungu tutafanya vizuri, tutashinda. Aliye mshindwa wa mbingu ni nani? Nimesikia mshindwa. Unajua tunapozungumzia habari za mshindwa wa mbinguni tunakwenda mpaka mbinguni ambako tunajifunza habari za Lucifer, yeye ambaye alikuwa ni kerubi mwenye kutoa mafuta, lakini kwa sababu ya kujiinua na kiburi akashindwa na kuondoshwa kutoka kule mbinguni. Kwa hiyo tunapozungumza habari hizi tunazungumza habari zake, lakini tukiamini kwamba kupitia kwa damu ya Kristo alikwisha shindwa na sasa atashindwa milele, na sisi kupitia kwa damu ya Yesu tunapata ushindi. Na ndio maana tunasema yule ni mshindwa wa mbinguni, na si mbinguni tu, ameshindwa siku zote katika mambo yake yote. Kristo siku zote yeye ni mshindi. Abira, asante sana. Huyo ni muhazini. Hebu twende kwa hawa wanaofanya maandalizi hapa ya kibweta, sijui ni kibweta, sijui ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Naitwa Daudi Rigima. Naona unabembea hapa. Kwa nini unabembea nani juu ya hiki nani? Nabembea hapa ili kutengeneza hii hema kwa ajili ya kupata kivuli kwa ajili ya kazi ya kesho ambao tuko na kazi ya uzinduzi. Wewe ni uko kwenye kamati gani? Mimi niko kamati ya ujenzi. Pia ni mwanakwaya pia. Unaimba sauti ngapi? Naimba sauti ya 4. Kwa hiyo kesho mnakiwasha? Hatari. Hadi shetani atatetemeka. Waacha wewe. Au ndio mlie muandalia mabomu nini ameshindwa sivyo? Mabomu ya hatari, vikosi vya mizinga na kila aina vifaru vimejiandaa kwa ajili ya kumtokomeza shetani. Ataendelea kuwa mshindwa zaidi daima. Wewe. Vipi lakini masuala ya msosi hapa msosi kama kawaida, kama unavyoona ng'ombe wa kutosha. Vyuku au kuku. Vyuku hivi ndio wingi wa kuku vyuku. Ile ndio nimepata leo. Ngaona soda ni vyoda. Noma sana. Vya kutosha. Kwa hiyo wageni wanaalikwa sana waje kwa wingi. Zaidi ya yote pia watapata ukuu wa Mungu na wataweza kumwelewa Mungu kwa kweli ni yupi. Okay. Anayehusika na vyakula pale ni nani tu? Muhusika wa vyakula wapo wakina mama hapo. Wanahusika zaidi na viongozi wako pale pia. Sawa, niendeleeni na maandalizi, sisi tunaendelea. Asante. Unaambiwa hapa vyuku vipo vingi. Yaani kuanzia leo tunapiga supu ya vyuku, kesho tunapiga supu ya vyuku, tunapiga na vyoda vya uzuri kabisa. Twende kwa wapishi tuone wanazungumzia nini. Mtazamaji, hapa ni kwa wapishi ambapo hawa wapo miongoni mwa waandaaji wa tukio hili la uzinduzi hapo kesho. Huku wanasema kijita ni king. Tuongee na Bwana Yesu asifiwe. Naona kuna maandalizi hapa nini kwa ajili ya msosi. Vipi tayari msosi kwa ajili ya kesho upo? Msosi upo wa kutosha. Nyinyi tu kuandaa matumbo yenu. Nimesikia kuna vyuku vingi sana. Tamu sana. Ya kutosha. Kila aina ya chakula. Supu ipo lakini? Supu ipo ya kutosha na tunataka kukamua maziwa sasa hivi. Kwenye hiyo ng'ombe? Hai, hapa ni katika kanisa la Waadventista Sabato Ngambo. Ngambo hii ipo wilaya ya Biharamulo. Wilaya hii ya Biharamulo ipo mkoa wa Kagera, ambapo mkoa huu ilikuwa ni miongoni mwa maeneo ya watawala wa Kijerumani
mnamo mwishoni mwa karne ya 19 ambapo Wajerumani pia walikuwa wakijimilikisha moja kati ya maeneo haya ya Kagera. Wewe ni mnani? Mkulia Mjaluo Mjita mzuri. Mjita. Hivi Kijita kumwambia mtu tuna uzinduzi unamwambia aje? Chirinobuzinduzi. Sawa. Twende kwenye maziwa sasa. Amesema tunaenda kukamua maziwa. Sasa hivi tu tunaenda kukamua maziwa. Sasa tunanunulia visu. Hawezi kupata jiwe kwa nini kunolea? Sasa ni mzuri mno. Wanaenda kupata wapi? Hapo kwa mafundi. Wanaenda kununua? Hamna. Kwenda kupata kwa mafundi pale. Basi. Wemba. Kwema. Naona visu. Unataka ukamue au uchinje? Hivi ni maandalizi ya kuchinja. Na sikia kuna maziwa. Nimeona tu kidogo hapo nikaona ngoja nitengeneze hapo kama nitapata maziwa. Visu ndio hivi. Hili mbona kama lina nili msumeno? Mnachinjia msumeno? Huku kuna ncha kali ukitazama. Unaona huku kuna ncha kali huku. Tunataka kutengeneza. Hebu kamua sasa maziwa hapo tuone. Maziwa ya kulainisha makoa ya. Yanakambuliwa kanisani. Na mtazamaji, bila shaka umeona kiufupi kuhusiana na nini kinachoendelea kwa sasa. Hapa ni wilaya ya Biharamulo, wilaya hii ambayo inapatikana mkoa wa Kagera, ambao mkoa huu unapatikana kaskazini magharibi mwa Tanzania, lakini pia unapakana na nchi ya Burundi, Uganda pamoja na Rwanda. Mwishoni mwa karne ya 19, Kagera ilikuwa ni miongoni mwa makoloni ama maeneo ya utawala wa Kijerumani, na wakati huo ilikuwa ikiitwa mikoa ya Ziwa Magharibi, na mwaka 1979 ikawa ni mkoa wa Kagera baada ya vita ile ya Kagera. Asante, endelea kujiandaa vyema kwa ajili ya uzinduzi hapo kesho. Usipange kukosa Mtendo Media, tutakuwepo. Jina langu ni Zefania Lucas Samsoni Grishoni, ya ndio amefanikisha matangazo haya kwa kuwa nyuma ya kamera.